Kwa vita vya kiroho mara nyingi hulenga kuvuruga mahusiano. Vita nyingi ya kiroho hulenga kuvuruga mahusiano, hulenga kuvuruga umoja, pia hulenga kuvuruga upendo. Na sehemu ambazo zina mahusiano, umoja na upendo, ndipo ambapo shetani huwa anashindwa kabisa kuweza kuzuia kile kitu ambacho watu wamepanga kukifanya. Sehemu ambayo ina mahusiano sahihi, sehemu hiyo ambapo inakuwa na mahusiano sahihi, moja kwa moja sehemu hiyo itakuwa na umoja. Baada ya sehemu hiyo kuwa na umoja, pia sehemu hiyo itakuwa sehemu yenye upendo. Moja kwa moja sehemu hiyo inapokuwa na vitu vitatu, unapokuwa na mahusiano sahihi, moja kwa moja itakuwa na umoja, moja kwa moja itakuletea kuwa na upendo. Kwa unapokuwa na vitu hivi vitatu, shetani ni ngumu sana kuweza kukushinda kwenye vita yote ile ambayo utapitia, au ni ngumu sana shetani kuzuia kile kitu ambacho utakipanga kukifanya au utaplani kutenda na mtu fulani, kwa sababu huyo mtu una mahusiano naye ya karibu, mahusiano ambayo ni sahihi. Pia huyo mtu una umoja naye, pia mtu una upendo naye. Shetani hataweza kutoboa. Ndio maana anachokifanya shetani huwa ni kuvuruga mahusiano ambayo kwako ni ya muhimu. Pia huwa ni kuvuruga umoja kati yako na watu ambao ni wa muhimu. Pia huwa anavuruga upendo ambao uko nao na watu wako wa muhimu. Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo ile sura ya 3, shetani alipoingia, kitu cha kwanza kilichoharibika kilikuwa ni uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Hivyo kwa unaona shetani baada ya kuingia kwenye bustani ya Edeni, akaanza kuzungumza na Hawa, ambacho alilenga kuvuruga mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa shetani ambacho anajua kwamba akikivuruga wewe amekuweza, ni pale tu ambapo ataenda kuvuruga zile sehemu ambazo ni muhimu. Na sehemu ambayo ni muhimu kwenye maisha ya mwanadamu ni sehemu ambayo inagusa sehemu ya mahusiano. Mahusiano ya muhimu ambapo yanapokuwa ameguswa, ni sehemu pekee ambayo huwa inamuondoa mwanadamu kwenye direction ya kufanya vitu kwa usahihi na kufanya vitu kwa ubora zaidi. Kwa shetani anachokijua, anavuruga mahusiano yako ambao ni sahihi. Naposema mahusiano ambao ni ya muhimu au mahusiano sahihi, nazungumzia mahusiano ambao nimeeleza hapo mwanzo, mahusiano ya kifamilia, mahusiano ya kiuchumba, mahusiano ya kikazi, au mahusiano ya connection zako za muhimu. Kwa shetani anachokijua, akianza kudistort zile connection zako za muhimu ambazo ni mahusiano yako ya muhimu ambao unajua kwamba hapa kuna uhakika, hapa ni 100%, hapa nikifanya hivi lazima hapa nitatoboa. Shetani anaenda kugusa moja kwa moja zile point ambazo unajua kwamba hapa huyu mtu kwa mahusiano haya yakiendelea ataweza kunishinda, sitaweza kumgusa, atakuwa ni mtu ambaye ni hatari sana kwenye maisha yake. Kwa shetani anachokifanya, anaenda kuvuruga mahusiano yako ya muhimu bila wewe kujua. Unapoona mahusiano yako ya muhimu yanavurugika, connection zako zinavurugika wewe bila kujua. Kile ukipata connection tu ambao ni nzuri, ni ya muhimu, inavurugika bila wewe kujua. Na ukiangalia sababu ya kuvurugia kwa connection hiyo, wewe hauioni. Ujue kwamba wewe unapigana vita ya kiroho, lakini hujajua kama unapigana vita ya kiroho. Mwanzo nimesema kwamba kupigana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika falme na mamlaka. Kwa hiyo tunataka kufundisha namna ya kupigana vita ya kiroho ambayo itakupatia wewe ushindi na connection zako zitaenda kukaa stable, na kama kuna vitu ambavyo umeshaviweka plan vitaenda kufanikiwa sawa sawa na vile ambavyo umepanga. Kwa sababu leo hii ni siku ya kipekee sana kwako ya kubadilisha mtazamo wako wa maisha, ya kubadilisha muono wako wa maisha upya kabisa, kwa sababu dalili moja ambayo itaenda kugusa maisha yako itakuwa ni hatua ya kwako kwenda hatua zingine zaidi kwenye mafanikio yako ya kiroho, ya kiuchumi, iwe ni yangu ya biashara, utaenda kubadilika kabisa. Kwa sababu leo nitaenda kufundisha dalili moja hadi dalili nyingine, moja kwa moja kwende kuona dalili ya 4, kuwa unapigana vita ya kiroho bila wewe kujua. Ndoto za ajabu na hofu mara kwa mara. Ndoto za ajabu na hofu mara kwa mara. Hii ni dalili ya 4 ya kwamba unapigana vita ya kiroho bila wewe kujua. Je, ni ndoto gani ambazo huwa unazota wakati wa usiku? Ni ndoto gani ambazo huwa zinakujia wakati wa usiku? Ndoto zinazojirudia mara kwa mara. Uwe unaota ndoto ambazo zinajirudia mara kwa mara. Ndoto ambazo ni za ajabu. Ukiona zinajirudia mara kwa mara ndoto za ajabu, na nitaenda
nitakutajia baadhi ya ndoto hizo, na moja kwa moja kwenye somo ambalo nakufuata nitakuwa nafundisha ndoto 15 ambazo ukiziota usizipuuze. Hizo ndoto ni ndoto ambazo zinaonyesha kwamba huyu mtu anapigana vita vya kiroho bila yeye kujua. Kwa ni heri ukazidi kujifunza pamoja nami kila siku ndani ya Jehova Media TV Online. Ndoto ambazo zinajirudia mara nyingi zinaashiria kwamba uko kwenye vita vya kiroho. Ndoto ya kwanza, ukiota kuwa unafukuzwa, unashangaa unaota unakimbizwa, unafukuzwa, kafu unashituka kumbe uko kitandani. Lakini ndoto imekuwa ni ndoto ambayo inajirudia mara kwa mara. Unaota kuwa unafukuzwa, mara nyingi hizo unakuwa unakimbizwa au unakuwa unafukuzwa na umekaa na mtu, lakini yule mtu anakufukuza kwamba utoke kwake. Nikwambie, hii ni ndoto ambayo inaonyesha kwamba unapigana vita ya kiroho bila wewe kujua. Umeshawahi kuota pia ukiwa umefungwa, unaota kuwa umefungwa na kamba, unaota kuwa umefungwa na kamba, kitu kiamua kujitoa pale unakuta utoki. Hiyo ndoto pia inaonyesha kwamba unapigana vita ya kiroho bila wewe kujua. Watu mwingine unaota ndoto ya kwamba umeanguka, yaani unaota ndoto ukiwa umeanguka chini. Hiyo ndoto pia ni ndoto ambayo ni ajabu, ambayo inaonyesha kwamba wewe unapigana vita ya kiroho lakini hujui kama unapigana vita ya kiroho. Watu mwingine unaota ndoto ukiwa unakimbia, yaani unajishangaa unakimbia lakini hata hujui kwa nini unakimbia, unajishangaa unakimbia. Watu mwingine unakaa unakimbia na kukimbia kwenyewe unakimbia ukiwa unakimbia barabarani, vichakani, na unajikuta unakimbia hivi unafukuzwa na mtu lakini yule mtu hata umuoni. Moja kwa moja hizo ni ndoto za ajabu ambazo unaonyesha kwamba unapigana vita ya kiroho bila wewe kujua. Watu mwingine unaota ukiwa unazungumza na watu waliokuwa wamekufa tayari, watu ambao ni wafu, unakuta tayari unazungumza naye. Mtu unajua kabisa huyu mtu alishakufariki, lakini wewe unajikuta unazungumza naye kwenye ulimwengu wa ndoto. Moja kwa moja ujue unapigana vita ya kiroho bila wewe kujua. Kwa Biblia inatuonyesha mara nyingi vita ya kiroho hutokea kwa njia ya ulimwengu wa ndoto. Na kitabu cha Ayubu kinatuonyesha kwamba mashambulizi ya kiroho yanamgusa Ayubu moja kwa moja. Kwa hiyo mashambulizi ya kiroho yakitokea kwenye ndoto moja kwa moja yanakuja pia kwenye ulimwengu wa kimwili. Kwa hiyo unapoota ndoto kama hizi usipuuze kabisa, ujue kwamba upo kwenye vita ya kiroho lakini hujajua kwa nini upo kwenye vita vya kiroho, na hujajua kwa nini unapigana vita vya kiroho bila wewe kujua. Kwa hiyo leo nimekuletea vitu hivi ili uweze kujua kwamba ukiona vitu kama hivi moja kwa moja ujue upo kwenye vita vya kiroho. Sio kila ndoto ni vita, lakini ndoto za mateso zinazojirudia ujue kwamba zinaashiria uko kwenye vita vya kiroho. Na kuna ndoto zingine zinaonyesha ushindi. Pia nitaenda kufundisha ndoto 20 zinazoonyesha kwamba una nyota kubwa kwenye somo linalofuata. Kwa hiyo nitaenda kufundisha masomo mengi sana, masomo ambayo yatabadilisha mtazamo wako wa maisha, masomo ambayo yatabadilisha muono wako, na utazidi kujifunza na kuwa mtu mkubwa zaidi ambaye utajua maisha yako yanahusiana na vitu gani. Dalili ya 5.